Sasa sikia, mimi nimekutoka kwa jambo moja tu. Tayari mimi nimehangaika dawa nimeshazipata. Kwa hiyo naomba ufuate kile ambacho mimi ninachokitaka. Shika hizi dawa. Nikupe maelekezo uende nyumbani kwenu ukafanye. La sivyo baadaye tuonane mageto ili tufanye kwa pamoja. Hivi una akili kweli kwa hicho kichwa chako? Kwa umekaa umefikiria, ukaona mimi ni pungwani wa akili kama wewe. Kwamba unaweza ukaniletea tu mimi nikapokea nikaenda kutoa mimba. Hicho kitu kwangu hakipo na hakiwezi kikatokea. Labda usichokijua, hapa sasa hivi nimepanga niende nyumbani nikaweke wazi kila kitu ambacho wewe unakijua. Kwa hiyo kati ya kwangu mimi na wewe ni nani mwenye akili? Sasa wewe unataka utoke hapo uende kumwambia babako kila kitu. Hizo ni akili au matope? Hivyo unakisikia hicho ambacho unachokizungumza? Wewe lengo lako ni nini sasa? Ushaenda kumwambia babako, lengo lako nini? Wewe acha ujinga wewe, sawa? Acha ujinga. Fuata kile ambacho mimi nilichokuambia kabla hajaingizana kwenye matatizo. Sawa, si wewe ndio una akili. Katoe yule hiyo mimi. Shehe Kitoi. Shehe. Shehe wangu wewe pamoja na mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini ubadiliki shehe wangu. Yaani upo hivyo hivyo kila siku. Shida nini? Mbona hakuna shida yoyote shehe wangu? Au si? Inapaswa ubadilike bwana kwa sababu ni mwezi mtukufu shehe wangu. Sasa hapa mimi nimekusimamisha hapa kwa sababu nilikuwa nataka nikupe taarifa kidogo. Kwamba wiki hii mimi natarajia kwenda kuoa, yaani nachukua jiko. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba uje kuwa kama best man wangu kama utojali. Mimi na shehe wangu hilo halina shida. Mimi nitakaribia. Umesema Ijumaa? Yaani Ijumaa. Hilo halina shida kabisa, umelipitisha. Basi sawa, kama hili jambo umelipitisha na upo tayari kuja basi mimi naomba uje ukiwa umependeza kidogo. Yaani ukiwa smart, mavazi ya heshima, sio pamoja na mwezi mtukufu unavaa vipensi kama hivi. Mimi natarajia utakuja ukiwa umependeza sana. Hilo halina shida shehe. Mbona mavazi hapo utapendeza? Au si? Basi inshallah shehe wangu mimi nakutakia kila laheri. Ijumaa tukutane ukumbini. Haina shida shehe wangu. Habari za hapa? Hapa kwema tu, sijui huko ulipotoka. Kwema tu, mnaendeleaje? Si tuko salama tu, sijui nyie. Mungu anasaidia. Sasa mimi nilikuja kukuambia tu kuna kashughuli kadogo kule nyumbani siku ya Ijumaa. Binti yangu anaolewa. Binti yako gani pale? Zulfa. Zulfa. Ndio. Kwa na kuomba tujumuike pamoja ili tupate ushirikiano kidogo. Kwa hilo halina shida. Na vipi kuhusu mchango? Kuhusu mchango ndo ashaka. Kwa sababu unajua ni Ramadhani, ni sherehe, ni kadogo tu, hakuna cha sherehe kwamba ni kubwa, hapana. Mungu akitujalia inshallah basi tutafuturu wote pale. Mambo mengine taendelea. Basi sawa, hamna shida, tutakuwa pamoja siku hiyo ikifika, Mungu akijalia. Haya ndugu yangu, mimi ndo
Basi nikuache. Sawa. Ramadan, 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 karibu wetu mgeni. Ramadan, 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 tumkarimu mgeni. Kwanza mwezi ulo bora, mara moja tu kwa mwaka unakuja usafisha uchafu kutakasa. Ni wangapi walolala walitaka kuona. Da Farida. Hivi una uhakika kweli ni hapa? Ya, ndo hapa kaka. Kweli? Ndio, Zulfa alinielekeza kwa ndo hapa. Wacha tukagonge kwanza. Sawa, twende. Wenyewe. Wenyewe huko ndani. Karibuni. Asante. Vipi mzee Kizigo tumemkuta? Baba ametoka. Okay. Ila mama yupo. Mama yupo. Basi sawa, si yupo hapo ndani? Ndio. Karibuni ndani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Karibuni. Mume wako tumemkuta? Hapana, hayupo. Basi sawa. Sisi kuna kijana wetu amemtia binti yako mimba. Binti yako amekuja mara kadhaa pale nyumbani kutoa malalamiko. Tumeona kama familia tuje kuliongea hili swala vizuri. Sawa. Ila mimi sina mamlaka yoyote yale mpaka atakaporudi mume wangu. Na hata hivyo yuko njiani anakuja. Kwa tunaweza tukamsubiria. Ndio. Kizigo. Vipi kwema? Kwema? Sijui za kwako. Mimi mzima kabisa wa afya. Nyinyi ndo wageni wangu? Ndio, sisi ndo wageni wako. Sawa. Wewe dada. Wewe ndo umesema kuwa binti yangu ana mimba? Ndio, ndo mimi hapa. Binti yangu yupi? Ni binti yako Zulfa.
Najua leo nimekutana na mumeo. Alafu amenipa onyo kali sana. Ameniambia kuwa hawezi kukuacha hata iweje. Na amenisihi kuwa nikae mbali na wewe. Sasa, kwa tunafanyaje? Mimi ninachokiona, unatakiwa ufosi sana kwa nguvu ili upate talaka yako. Kwa hilo haina shida, ondoa shaka. Alafu pia mke wako leo alikuja nyumbani. Alikuja kunialika shule, anasema kwamba binti yake anaolewa. Ni nani huyo? Nina binti yangu mkubwa pale. Ni mtoto wa marehemu kaka yangu. Nilimlea tangia mdogo sana. Kwa hiyo ninamuozesha. Kama ukija sio mbaya. Itakuwa vizuri. Kwa sababu kila nikienda nikirudi natamani nikuone. Unajua na vidimpo vyako hivi. Unanichanganya sana. Mtoto umesimama sana. Nahisi kama moyo wangu unalipuka muda wote. Sawa, nimekuelewa. Nitakuja kwa ajili yako. Sawa. Ila unatakiwa utoke kwa makini sana kwa sababu mumeo ameshaanza kukufuatilia. Kwa hiyo hata unapokuwa tunakuja kuonana, uwe makini sana kwenye hilo. Sawa, hamna shida. Sawa, bye. Farida, vipi kuhusu ile swala? Maana mimi nimekaa naona kimya. Alafu kwa upande wangu mambo yanazidi kuharibika. Labda akasimamia msimamo wake ule ule. Anasema kuwa utoe tu hiyo mimba. Kosa Farida, mimi nitafanyaje mzee? Kwa sasa hivi mimi sina cha kukusaidia. Tulichokiamua, twende tu nyumbani kwenu, tuongee na wazazi wako. Tujue tunalisema vipi ile swala. Ni sawa, hata hapo pia utakuwa umenisaidia sana. Basi sawa, acha mimi niwahi. Siku mkiwa mnataka kuja utanipa taarifa. Haya Zulfa, wende salama. Mimi nafikiri haina haja ya kuelezea sana ujio wetu hapa. Ujio wetu unajulikana kabisa kwamba tumefuata nini. Sisi kilichotuleta hapa ni kwamba yule binti yako ana mimba. Na tulikubaliana kwamba mimi nije nimuoe yule. Lakini kwa sasa mimi nimegaili, nimebadilisha gia hewani. Sihitaji tena kumuoa kwa sababu tayari ana mimba. Ila ninachokihitaji ni kitu kimoja tu. Huyu binti, hiyo mimba ambayo anayo ni ya mdogo wangu. Kwa hiyo kwenye ile hela ya mahali ambayo tulikubaliana milioni 5 niliyokugea, basi nahitaji unirudishie milioni 4. Hiyo milioni 1 ndio iwe hela ya mahali ambayo huyu bwana kailipa. Alafu baada ya hapo tutafanya processes za harusi ili mradi waweze kuoana. Mimi nafikiri hapo umenielewa mzee Kizigo. Hapo kwenye mahali hapo naona kidogo kama haiko sawa. Maana mahali ikishaenda inakuwa tayari imeenda. Na ukizingatia huyu ni mdogo wako. Kwa hiyo tusifanye tu tendo la kubadilisha kwa sababu huyu ni ndugu yako. Badala yako anaoa yeye. Hakuna tatizo kwenye hilo. Shehe, na kuheshimu sana. Na nafikiri sijawahi kukuvunjia heshima hata siku moja. Na sitaki tufikie huko kwa sababu tukifikia huko nitakuvunjia heshima shehe wangu. Hii ni pesa. Milioni 5 ni pesa nyingi sana. Na nilikuwa tayari kumuoa kwa hiyo hela. Kwa sababu ya uzuri wake, kwa sababu ya muonekano wake. Laiti kama ningejua ana mimba, nisingetoa hata senti 5 kuja kumuoa binti yako. Tunazungumza hivi kwa sababu tu ya heshima ambayo mimi nakuheshimu.
kama haupo tayari kutoa hiyo 4 milioni, basi nigee hiyo 5 milioni yangu ambayo mimi nilikugea mahali, alafu huyu bwana atakuletea hela yake ya mahali ambayo ni 5 milioni. Hapo mimi nafikiri tumemalizana. Baba, mimi sioni sababu yenyewe kuendelea kupigizana kelele hapa mdaiana madeni yenu. Kwa sababu sidhani kama ndio kitu ambacho sisi kimetuleta hapa. Mimi naona hapa sasa hivi mngejadili kuhusu mimi na mwenzangu tunafanyaje, si twende tukaendelee na maisha yetu, tumlee mtoto wetu kwa amani. Na kitu kingine baba, yule ndo mwanaume ambaye kila siku nilikuwa nakwambia kwamba ninampenda sana. Na istoshi nina kiumbe chake tumboni. Lakini pia nahisi mimi ndo mtu ambaye natakiwa kutaja mahali na sio wewe baba. Na kingine baba, hata akitaka kunioa kwa pipi ya 200, mimi nipo tayari kwenda kuishi naye. Hivi unajisikia unachokiongea? Wewe unajua nimekulea kwa shida kiasi gani? Unajua nimekulea kwa tabu kiasi gani? Mateso mangapi mimi nimepitia, unafahamu hayo? Afu nisikilize kwa makini. Wakubwa wanapoongea, acha hicho kidomodomo chako. Mpumbavu mkubwa. Kijana, ule ujauzito si wa kwako? Ndio. Yule mtoto akupomule si wa kwako? Mimi niko naona hakuna kitu ambacho kimeharibika. Kwa sababu huyu ni ndugu yako. Na yule ni binti yangu. Kama ili jambo tutakalifanya ukijana wakawana na yule, hakuna shida. Hilo swala la kurudi mahali, tuachane nalo. Mzee Kizigo, usijifanye mjanja. Usijikute wewe ni muhuni uliyezeheka. Hii ni pesa. Na pesa ni shetani. Mzee Kizigo, sina muda wa kulizungumzia tena hili swala. Mimi nafikiri tulishaongea, tulishamaliza. Kinachohitajika ni pesa yangu. Kama haupo tayari kutoa hiyo 4 milioni, ibaki 1 milioni ya mahali ya huyu bwana, basi nirudishie mimi 5 milioni yangu. Alafu huyu atakuja kutoa hiyo pesa yake yeye kama yeye. Mimi nafikiri hapo tumemalizana mzee Kizigo. Tuondoke. Hayo ndio uliyataka Kizigo. Na umekula pesa zako kimya kimya. Hakuna hata uliyemshirikisha. Hasa hapa asili unazopandisha ni za nini? Mama, huyu ndo mwanaume ambaye mimi nilikuwa naambia nampenda. Kama nilivyosema, hata akitaka kunioa kwa pipi ya 200, mimi nipo tayari kwenda kuishi naye. Kwa kweli mimi mnanichosha huko ndani. Kila mtu ana mipango yake mwenyewe. Fanyeni mtakachojisikia. Kwanza nitangulize samahani sana ndugu yangu. Nimekukosea pakubwa sana. Nimekuumiza vya kutosha. Nimefanya mambo ambayo sikustahiki hata kidogo kufanyia. Naomba sana unisamehe ndugu yangu. Ni ibilisi tu amenipitia. Shehe, nimefuata wito wako. Nashukuru sana kusikia hivyo Shehe Saleh. Kiukweli nijihisi mtu ambaye nina makosa makubwa sana. Ukizingatia huu ni mwezi wa Ramadhani. Yaani najiona kama si binadamu kabisa kwa vitendo ambavyo nimekufanyia. Nashukuru sana kwa wema wako. Ni kweli Shehe. Ulionifanyia ni makubwa sana. Hata binadamu hastahili kufanyiwa vitu vile. Lakini kikubwa umeitambua kosa lako ni lipi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, samehe 7 mara 70. Kutenda kosa sio kosa. Kurudia kosa ndio kosa. Sheikh, nimekusamehe. Kwa roho safi, kwa moyo mweupe, kwa roho kunjufu kabisa. Sina makosa, sina shida na wewe. Yameisha. Asante sana Sheikh, shukrani. Asante sana. Nikutakia mfungo mwema wa Ramadhani. Basi inshallah na utimize na ufike Sheikh. Inshallah.
Nifa, kwa sasa naona kila kitu tukisitisha, maana vile vyote ambavyo nilikuwa nategemea vimeshindikana. Hata hivi nimegundua kuwa nilikuwa nafanya makosa makubwa sana. Nimeamua kumrudia Mungu wangu. Jana nilikutana na mumeo pia. Niliongea naye mengi sana, kwa sababu nilimkosea pakubwa sana. Ningekuomba tu urudi kwa mumeo. Yaani kwa hiyo niliyofanya yote haukuyaona Kizigo? Yaani kujitoa kote kule mimi nakuja unaniambia puzi kama huo? Nimehangaika nagombana na mume wangu nenda kudai talaka, lakini wewe ili unaongea ni hata ufikirii kabisa. Nisamehe sana. Halikuwa lengo langu tufikie huko, lakini ibilisi tu alinipitia. Najua nimefanya makosa mengi sana, na ukizingatia huu ni mwezi wa Ramadhani. Ila kwa sasa nikuombe jambo moja tu. Wewe rudi kaendelee kuishi na mumeo.